Kwa majina naitwa Mr. Nyanda Mhenga. Natoka Action for Persons with Disability, kwa kifupi tunaita APD. APD baada ya kugundua kwamba kuna gap ya masuala ya utalii kwa watu wenye ulemavu, iliona ni vyema ichukue nafasi hii kupromote tourism, promote masuala ya utalii kwa watu wenye ulemavu. Kwa hiyo ikaona ianze kushirikiana na wadau wengine. Kwa hiyo tukaanza kushirikiana na wadau wengine. Tumefanya utalii kwenye maeneo mengine, lakini leo nizungumzie specific kwa issue ya kupanda mlima Kilimanjaro. Kwa hiyo tulipoona kwamba kuna umuhimu wa kuwapa nafasi watu wenye ulemavu kupanda mlima Kilimanjaro, tukaona tuanze kushirikiana na serikali. Tulikwenda ofisi ya Waziri Mkuu na Wizara ya Maliasili, lakini pia tukaona tuwaone ndugu zetu TANAPA, tuone namna gani wanaweza wakasaidia hawa wenzetu wenye ulemavu na wenyewe wakapata nafasi ya kupanda mlima Kilimanjaro. Na mpaka sasa tulipata nafasi ya watu 15 ambao tuko nao na wanakwenda kupanda mlima Kilimanjaro. Kilichonijia kichwani kwanza naenda kupanda mlima Kilimanjaro, niko naenda kupanda tu chap na kushuka. Yaani nafika kileleni chap na kushuka. Lakini nilipofika kwenye kupanda mlima nikutana na story tofauti, vitu tofauti. Yaani the way nilivyokuwa na ufikiria mlima kabla sijafika kwenda kuupanda na the way nilivyoukuta ni vitu viwili tofauti. Ambacho kwa taarifa tunazozipata ni kwamba ni grupu la kwanza kwa hapa Tanzania, kwa Watanzania kupanda mlima Kilimanjaro. Kwa hiyo tumeanza masuala ya kupanda mlima Kilimanjaro juzi, na wote 15 mpaka sasa wanaendelea vizuri, na tunaona huduma ni nzuri. Huduma ni nzuri sana. Tunaona watu wako wana afya njema, wanapata chakula cha kutosha, wanachekiwa afya zao kila wakati. Kwa hiyo inatutia moyo kabisa kwamba hawa ndugu zetu wenye ulemavu na wenyewe wataweza kupata fursa ya kufika mlima Kilimanjaro. Kwa majina naitwa Immaculata Olala Nkuba, ni mwanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini pia ni mojawapo ya wapanda mlima Kilimanjaro kwa ajili ya maadhimisho ya miaka 63 ya uhuru nchini Tanzania, ambao tunaadhimisha mwaka huu 2024. Nimeweza kupata nafasi ya kupanda mlima Kilimanjaro hasa kupitia taasisi ya APD. Lakini pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kupata nafasi hii, kwa sababu imekuwa ni ndoto yangu toka muda mrefu kuweza kupanda mlima Kilimanjaro, ambao ni mlima mrefu sana, ni mlima mrefu Afrika na ni mlima wa pili kwa urefu duniani kote. Kwa hiyo ilikuwa ni ndoto toka muda mrefu kwamba niweze kupanda na kuweza kufika mpaka kileleni kabisa. Toka tumeanza safari yetu Marangu mpaka kufika hapa kwenye kituo Horombo, safari kidogo toka mwanzo nilikuwa nafikiri kwamba, japo nilikuwa nasikia kwamba safari inaweza kuwa ngumu, lakini sikufikiri kwamba inaweza kuwa ngumu kiasi hicho. Kwa namna moja ama nyingine safari kidogo sio rahisi sana, na hasa kwa watu ambao tunakuwa na ulemavu, kwa sababu sisi kama kikundi chetu kutoka APD tumeweza kupandishwa watu wenye ulemavu aina mbalimbali. Kuna watu kama sisi wenye ulemavu wa ngozi, kuna wasioona, kuna wasiosikia. Kwa hiyo sasa safari haiwezi kuwa rahisi sana kulinganisha na watu wengine, lakini ukizingatia kwamba kuna huduma tunazopewa zinatusaidia, tunaweza kuiona safari haiwi ngumu sana, lakini tunazidi kuendelea na safari. Na ukiangalia kwamba mpaka sasa tulipofikia, naweza kusema kwamba tumeshaanza kuvuka nusu ya safari. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwamba safari inaendelea vizuri, tunapata huduma nzuri. Kwa hiyo ninaamini kabisa tutaweza kufika kileleni. Ni miongoni mwa wapanda mlima wenye tunaenda kileleni mwaka 2024. Ni mpanda mlima mwenye mahitaji maalum asiyeona. Kwenye kupanda mlima ilikuwa safari ni nzuri tu, mambo mengi yalikuwa mazuri. Changamoto zipo hazikukosekana. Kwa mfano changamoto za miundombinu, kwa mfano njia za kupita zilikuwa zina vikwazo kidogo, vilivyosababisha mtu usitembee kwa umahiri vizuri wakati wa kupanda na wakati wa kushuka. Lakini mtu yeyote anaweza kupanda mlima Kilimanjaro. Yaani jambo ukilisema kwamba naliweza kulifanya, basi utalifanya kwa namna yoyote ile. Anianza. Kwa majina naitwa Joel Sanka.
ilikuwa ni tajamara ya kupanda mlima Kilimanjaro kuanzia tarehe 5 mpaka tarehe 10 ambapo tulishuka. Safari ilikuwa nzuri chini ya Zara Tour Adventure. Walituandalia waongoza njia wazuri sana, hasa kwa sisi watu wenye mahitaji maalum. Kwa sisi ambao hatuoni, ilikuwa inahitajika nguvu kubwa na akili kubwa kutuongoza kwa sababu ya changamoto na asili ya mlima ulivyo. Kuna mawe, kuna mitaro, kuna madaraja mengi. Kwa hiyo ilihitajika nguvu na akili na maarifa ya kutosha ili kuweza kufanikisha swala hilo la kupanda mlima Kilimanjaro. Utalii ulikuwa ni mzuri sana na ilikuwa ni tactile tour ambayo inavutia kwa kweli. Binafsi ni washukuru sana Zara Tour Adventure waliotusupport, lakini pia walituandalia mazingira mazuri sana hasa kwa watu wenye mahitaji maalum, hasa kwenye kumove. Ilikuwa ni hatari. Kuna watu wengi walipata, kwa mfano watu wenye uziri mara nyingi wakimove wanakosa balance, lakini Zara Tour Adventure waliandaa mazingira mazuri sana katika kufanya utalii huu tuwezetu kileleni mwaka 2024.